Mtume anasema as-sadaqatu sirr tudfi'u ghadabu rabb, sadaka za siri inazima asira za Mungu. Leo hatuwezi kumsahau mjukuu wake Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Zainul Abidin Ali ibn al-Hasan ibn Ali. Huyu bwana alikuwa ni miongoni mwa watu matajiri sana, lakini watu waliwahi kumtuhumu kwamba hakuna mtu bakhili kama huyu bwana, hajawahi kusaidia mtu hadharani. Lakini huyu bwana alikuwa na ibada zake za siri, na mpaka leo tarehe inakuja kuelezea habari zake wakati ameshakufa huyu bwana. Hakuna mtu alikuwa anajua huyu bwana anafanya nini mpaka baada ya kifo chake. Huyu Zainul Abidin Ali ibn al-Hasan kila siku kwa wiki angalau mara moja ananunua resheni ya chakula ya familia zaidi ya 100, anabeba mwenyewe kwenye mabega yake, anazipeleka katika sehemu ya siri, anangojea usiku ingie, ana taa yake, anaingia pale, kisha anazipakia furushi furushi. Anachukua mchele, anachukua ngano, anachukua shairi, anachukua sukari, mfano anachukua mafuta, anaweka katika resheni, kisha mwenyewe anabeba kwenye mabega yake, anapita kwenye nyumba za wajane, nyumba za fukara na masakini na mayatima, anabisha mlango mpaka alfajiri. Na wakati mwingine akibisha mlango ya mtu, akisikia ule jamaa anafungua mlango ndani, anaiacha ile furushi pale, yeye anapotelea kwenye giza. Na ikiwa ni nyumba zingine ambaye zina stara ndani yake, anaiacha kwenye mlango wao, akifungua kwenda alfajiri wanapata furushi kwenye mlango. Baada ya kufa kwake sasa, ndo watu zaidi ya familia 100 wanakuja kuulizia, jamani, yuko wapi yule ambaye alikuwa anatuletea chakula kila wakati hapa, mbona tumuoni tena? Ndo ikichunguzwa wakati wa kuoshwa kwake Zainul Abidin, imepatikana alama katika alama mweusi katika mabega yake kwa ile mizigo alikuwa akibeba.